Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Baada ya serikali kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 317 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani Sadani hadi Bagamoyo pamoja na daraja la mto Pangani, wananchi wametakiwa kuchangamkia fursa za uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali ili kujiongezea uchumi wao pamoja na taifa kwa ujumla. Taarifa na Raya Kipingo. Kauli hiyo inatolewa wakati wa kukabidhi hati za umiliki wa ardhi kwa wananchi wa wilaya Pangani ambao wamenunua maeneo kwa ajili ya uwekezaji katika kata ya Kipumbwi. Mahitaji ya viwanja kwenye eneo letu la Kipumbwi, mahitaji ni makubwa, na Kipumbwi kwa sasa hivi unaenda kuwa mji mkubwa kutokana na shughuli ambazo serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuzifanya, hasa kwa kufungua hii barabara yetu ya kutokea Tanga Pangani mpaka Makurunge mpaka Bagamoyo ili wananchi waweze kununua viwanja kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Na hapa zikaelezwa faida za uwekezaji katika eneo la Kipumbwi ambalo lina ukubwa wa viwanja 4,000 kwa ajili ya ujenzi wa makazi pamoja na uwekezaji. Kuna changamoto ya usafiri kwa barabara ya Pangani na daraja tumevuka katika mazingira magumu, lakini sasa imekuwa historia. Na bahati nzuri serikali sasa hivi imeanzisha mfumo wa e-ardhi. Unajaza taarifa zako online mpaka unakamilisha hati zako na unauza viwanja siku ya mita moja vya makazi ni shilingi 3,000, viwanja vya biashara ni shilingi 5,000 na beach kwa ajili ya hoteli siku ya mita moja shilingi 20,000. Ukishakubaliana nao basi kuna kulipa sio kulipa kwa mkupuo kama una uwezo, lakini pia unaweza ukalipa taratibu kwa makubaliano. Kuna viwanja vya beach plot vimenivutia zaidi, hivyo baadaye itakuja kuniletea mimi fursa mbalimbali na kuja kuanza kuwekeza baadaye. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo ameitaka tume ya ushindani nchini FCC kufanya kazi kwa ufanisi na weledi ili kuepuka Tanzania kuwa dampo la bidhaa bandia kutoka ndani na nje ya nchi. Tupate taarifa zaidi. Mpogolo ametoa wito huo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano wa hariri wa vyombo mbalimbali vya habari, ambapo amesema serikali itashirikiana na tume ya ushindani Tanzania kuhakikisha bidhaa bandia zinakamatwa na wanaohusika na uingizwaji wa bidhaa hizo wanachukuliwa hatua. Sisi tuko tayari kushirikiana na ninyi, lakini pia na halmashauri zote katika jiji la Dar es Salaam kuhakikisha tunakwenda kuwabaini wote, hata wenye viwanda bubu. Leo hii wako watu wanazalisha mabati wani. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa tume hiyo Hadija Ngasongwa amesema FCC itaendelea kudhibiti uingizwaji na uuzaji wa bidhaa bandia nchini, huku akiwaasa wananchi kujenga utamaduni wa kutumia bidhaa halisi. Kupitia semina hii tunahisi kwamba wahariri watajifunza masuala haya ya msingi ambayo tutawapa, waone umuhimu wa kuendelea kushirikiana na FCC katika kuhakikisha bidhaa nchini za Tanzania zinalindwa dhidi ya wahalifu. Na kwa niaba ya mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, tunakushukuru sehemu ya maelekezo ambayo umeyatoa, kwa maana ili kurahisisha utendaji wetu kama wahariri tumeyapokea na tutakwenda kuyafanyia kazi. Esther Mtebe, Channel 10. Maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wa shirika la masoko Kariakoo yametekelezwa kwa zaidi ya 95%, huku elimu ya kujikinga na majanga ya moto na uokozi yakipewa kipaumbele. Nelson Hunema ametuandalia taarifa zaidi. Meneja mkuu shirika la masoko la Kariakoo CPA Ashraf Abdul Karim ametoa taarifa hiyo wakati wa zoezi la utolewaji wa mafunzo ya kujikinga na majanga yaliyotolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Ashraf amesema tayari maelekezo mengine ya Mheshimiwa Rais kama kuweka wafanyabiashara wote kwenye kanzi data yamekamilika. Wameanza na mafunzo kwanza ya theory wakionyesha PowerPoint presentation zao, lakini wamehamia kwenye mafunzo ya vitendo, wameonyesha njia gani za kutumia, njia gani za kujikinga. Tuna imani baada ya muda
wafanyabiashara na wafanyakazi wa Kariakoo watakuwa wanajua jinsi ya kujikinga na majanga yoyote ambayo yanaweza kutokea. Kwenye eneo hili la soko, ni vema wafanyabiashara wakapata elimu ya majanga ya namna gani wanaweza wakakabiliana na majanga ya moto. Ametoa maelekezo hayo kupitia Wizara ya TAMISEMI. Upande wake, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Ilala, Crispin Rabiuzima, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uelewa wa kuchukua tahadhari pindi yanapotokea majanga. Mafunzo hayo tumeona sio vyema tu kufanya theory tu, tunafanya vile vile na kwa vitendo, kwa sababu wapo ambao wameelewa vizuri kutokana na jinsi walivyo, na kuna ambao tuna imani kwa vitendo. Mfano kama wabeba mizigo na nini, tukifanya practical pale chini wataelewa vizuri. Kweli sisi tunamshukuru Mungu sana, tunapata elimu ya kutosha, maana hivi vitu vyote mazingira tunayoona yalikuwa ni mageni kwetu sisi, tunayasikia tu kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, hatujawahi kuvishuhudia kwa macho. Leo hii ni faraja iliyoje kuona kwamba sasa leo na sisi tunatumia soko letu. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Asante Nelson Munema kwa taarifa hiyo, na ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati yuko hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kimejiri huko viwanjani.